Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza, na kwanza ameanza na salamu: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanamke anayenyonyesha anaruhusiwa kutoa fidia? Na kama anaruhusiwa, naomba kuelekezwa namna ya utoaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza swali, na kwanza ameanza na salamu, na sisi tunaitikia salamu alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema kwamba mwanamke mwenye kunyonyesha anaruhusika kutoa fidia, na kama ikiwa anaruhusika, fidia hiyo anaitoaje? Hili ni swali ambalo limekuja, na swali hili watu wanatakana kwamba wafahamu, hususan wale ambao wenye kunyonyesha. Kwanza katika swali hili wanachoona nasema kwamba ikhtalafa ulama fi hukmi alhamil walmurdhi idha aftarata ala iddati aqwal. Wanachuoni wametofautiana kuhusiana na hukumu ya mjamzito kadhalika na mwanamke mwenye kunyonyesha watakapokuwa wamefungua mchana wa Ramadhani, juu ya kauli nyingi sana. Alqaulu alawwal, kauli ya mwanzo, alaihima alqada'u faqat, ni juu yao kufanya nini? Kulipa tu. Wa hadha madhhabu al-Imam Abi Hanifa, na hii kauli hii ni katika msimamo au katika madhhabu ya Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Waqala bihi min as-sahaba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na akasema katika kauli hiyo katika masahaba Ali ibn Abi Talib na wengineo. Alqaulu thani, kauli ya pili, in khafata ala anfusihima, ikiwa wataogopea juu ya nafsi zao, fa alaihimul qada'u, ni juu yao kulipa tu, ni juu yao kulipa. Wa in khafata ala waladayhima, na ikiwa kwamba watakofia juu ya watoto wao, fa alaihimul qada'u wa it'amu miskin, ni juu yao kulipa na kulisha maskini an kulli yaumi, katika ile kila siku ambayo wao walikuwa wamekula. Wa huwa madhhabu al-imamaini, na msimamo huu ni madhhabu ya imam mawili, al-Imam Ash-Shafi na al-Imam Ahmad bin Hanbali, na wengineo katika baadhi ya ahlul ilm mkenda katika msimamo huu. Alqaulu thalithu, kauli ya tatu, alaihima it'amu faqat, ni juu yao kulisha tu, yani kulisha maskini, wala qadaa alaihima, wala si juu yao kulipa hiyo funga. Waqala bihi min as-sahaba Abdullah ibn Abbas, na katika msimamo huo amekwenda nao Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa hakahu Ibn Qudama fi al-Mughni, na akasimulia msimamo huo Ibn Qudama katika Mughni an Ibn Umar, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma aidan. Na maelezo mengi sana ambayo wanachuoni wameyaeleza, lakini kauli ambayo yenye nguvu katika masala hayo, kauli ambayo yenye nguvu ni kuwa kwamba atalipa tu. Kauli yenye nguvu ni kuwa kwamba atalipa. Naruhusika mwenye kunyonyesha akafungua, baada ya kufungua akaja kupata wepesi na nguvu ya kuja kulipa, basi atakuja kufanya nini? Atakuja kulipa, na wala hatotoa fidia hata ikiwa anahofia mtoto wake, kwa sababu hii ni kauli ambayo mara nyingi sana inaegemezwa kwa Abdullah ibn Abbas. Kwa hiyo hatokuja fanya nini? Hatokuja kutoa fidia, labda atalipa na kutoa fidia, labda ikiwa anaogopea hichi na kile, la, bali kauli yenye nguvu ni kauli ya kuwa kwamba atalipa tu na wala hatotoa fidia. Atalipa tu na wala hatofanya nini? Hatotoa fidia. Na wakasema wanachuoni aswabu fi hadha, kwamba kauli yenye nguvu katika masala haya ala anna alhamil, juu ya kwamba mjamzito walmurdhi na mwenye kunyonyesha, juu yao alqada'u, ni kuja kulipa tu ile funga. Wa amma ma yurwa an Ibn Abbas wa Ibn Umar,
kwamba yale ambayo yanasimuliwa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Umar ala anna alhamil, ya kwamba mjamzito almurdhi na mwenye kunyonyesha al-it'am huwa qawlu marjuh mukhalif liladilla ash-shar'iyya, ni kauli ambayo ilikuwa dhaifu, inakwenda kinyume na dalili ya kisheria, inakwenda kinyume na dalili ya kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Wa man kana maridan, na yote ambaye atakayekuwa ni mgonjwa, au ala safari, au yuko katika safari, fa'iddatun min ayamin ukhar, basi idadi yake ya funga atakuja kulipa katika masiku mengine. Walhamilu walmurdhi tulhaqani bilmarid wa laysata fi hukmi shaykh alkabir alajiz. Kwa hiyo mjamzito na mwenye kunyonyesha wanaingizwa katika hukumu ya mgonjwa, na sio kwamba, na wala hawaingizwi katika hukumu ya shekhe mtu mzima ambaye mwenye kushindwa, bal huma fi hukmi almarid, bali wao wanaingizwa katika hukumu ya mgonjwa. Fataqdhiyani idha istata'ta dhalika, basi wao watakuja kulipa hiyo funga pale ambapo atakapoweza kuja kulipa hiyo funga. Wala utaakhara alqada'u, hata kama jambo la kuchelewa kulipa, hata kama itachelewa kule kulipwa, manake hata kama jambo la kuja kulipa kutachelewa, lakini kwamba wao watakuja kufanya nini? Watakuja kulipa, wao watakuja kulipa. Kauli hii amekwenda nayo al-Alama Ibn Baz alayhi rahmatu min Allah. Al-Alama Ibn Baz amekwenda katika kauli hiyo wakati alipoulizwa, akasema alhamil walmurdhi hukmuhuma hukmu almarid, mjamzito na mwenye kunyonyesha hukumu yao ni hukumu ya mgonjwa. Idha shakka alayhima as-sawm, itakapotia mashaka juu yao funga, shuri'a lahuma al-fitr, pamekiwa sheria kwa wao kula, wa alayhima al-qada'u 'inda al-qudrati ala dhalik, ni juu yao kuja kulipa wakati watakapokuwa wamepata uwezo juu ya jambo hilo, kalmaridhu, kama vile mgonjwa. Kisha kasema al-Alama Ibn Baz, wa dhahaba ba'dhu ahli al-ilm, wamekwenda baadhi ya watu wenye elimu, ila annahu yakfihima al-it'am an kulli yawm, kwamba inawatosha wao kulisha katika kila siku, kulisha maskini, it'amu miskin, kumlisha maskini. Wa huwa qawlun dha'ifun marjuhun, nayo ni kauli ambayo ilikuwa dhaifu tena yenye kurejeshwa na kupingwa. Wasawabu, na akasema kwamba kauli iliyokuwa ya sawa, anna alayhim alqada, kwamba ni juu yao mjamzito na mwenye kunyonyesha kufanya nini? Kulipa. Kal musafir, kama vile msafiri, wal marid, na kama vile mgonjwa. Liqauli Allah subhanahu wa ta'ala, wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, basi yule ambaye atakayekuwa kwamba miongoni mwenu ni mgonjwa au yuko safarini, basi kulipa kwake ni kuja kulipa katika siku nyingine zile idadi ya siku ambazo yeye alikuwa amekula. Akaendelea kusema al-Alama Ibn Baz, wa qad dalla ala dhalika aidan, na kwa hakika imejulisha juu ya jambo hilo vile vile hadithi Anas ibn Malik al-Ka'bi, hadithi Anas ibn Malik al-Ka'bi radiyallahu anhu, anna Rasulullah, hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema, inna Allah wada'a 'anil musafir as-sawm, hakika Allah ameondosha kalamu, kwa maana ameweka kalamu chini kwa msafiri, hamwandikii dhambi kuhusiana na jambo la kufunga safarini, kwa maana anarusika kula akiwa safarini. Wa shatr sala, na vile vile nusu ya swala, maana yake akiwa safarini anarusika kupunguza swala. Wa anil habla, na ameweka kalamu chini kuhusiana na mjamzito, wal murdhi, na mwenye kunyonyesha saum, kuhusiana na funga. Kwa hiyo ni jambo ambalo Muislamu wa kike ambaye mjamzito na mwenye kunyonyesha wanatakana walifahamu kwamba kauli yenye nguvu katika masala haya, ikiwa kwamba hawawezi funga inawapa shida, basi wanarusika kula na watakuja kuilipa tu ile funga, na huo ndo msimamo ambao ulikuwa sawa. Na kauli imeenea au impata maarufu, kauli ya kusemwa kwamba ikiwa watahofia nafsi zao watakuja kulipa tu, lakini ikiwa watahofia watoto wao, mjamzito akahofia mtoto wake aliyeko tumboni na mwenye kunyonyesha akahofia mtoto wake, basi watakuja kulipa na kutoa fidia. Lakini hii ni kauli ambayo ilikuwa dhaifu, na wamedhofisha ahlul ilm akiwemo al-Alama Ibn Bazi na wengineo. Kadhalika vile vile Sheikh Ibn Uthaymeen
huo ndo msimamo wake ya kuwa kwamba mtu atakuja kulipa tu. Kwa hiyo kwa mnasaba wa swali la muulizaji ambalo alikuwa ameuliza kwamba mwenye kunyonyesha anaruhusika kutoa fidia, tunamwambia kwamba mwenye kunyonyesha wakati wa kunyonyesha kwake anaruhusika kula. Mwenye kunyonyesha wakati wa kunyonyesha kwake, ikiwa funga inampa mashaka, anaruhusika kula, lakini hatofanya nini? Hatotoa fidia, bali atakuja kuilipa ile funga. Atakuja kufanya nini? Atakuja kuilipa ile funga wakati atakapokuwa amepata uwezo wa kuilipa ile funga, na wala hakuna fidia kwake yeye kutoa fidia, isipokuwa ni kuja kuilipa ile funga wakati atakapokuwa amepata uwezo. Na huyu mwenye kunyonyesha ni yule ambaye kwamba funga inampa mashaka, lakini ikiwa kwamba funga haimpi mashaka, basi anaruhusika kufunga, isipokuwa kwamba anashauriwa kwamba jitahidi amke usiku, ale chakula cha siha, chakula ambacho kitampa nguvu, chakula ambacho kitakachukua katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, kitatengeneza maziwa kwa wingi sana katika kifua chake. Na hili mume anatakana kwamba alisimamie, alizingatie kuhusiana na mke wake wakati ule wa kunyonyesha, na juu yake kuna funga ambayo anatakana kwamba afunge au analazimika afunge, ili kumwekea vyakula na kumtafutia vyakula ambavyo vitakojenga siha yake na kumweka katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Na wanaume katika upande huu wanatakana wazindukane katika hilo, walisimamie vizuri, wasimamie wake zao katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri, na waweke katika hali ambayo ya afya ilikuwa nzuri, kwa sababu mwanamke akinyonyesha ina maana kwamba ndani ya kifua chake chakula kile cha mtoto kinatakana kiboreke, kiwe kizuri na kiwe katika hali kwa nzuri. Kadhalika na yeye mama mtu anatakana kwamba ale vyakula vya siha, zikiwemo supu, kadhalika vile vile vikiwemo vyakula vya majani hivyo ambavyo vitakavyojenga siha na afya iliyokuwa ni nzuri. Hata manake ikiwa anafunga, basi funga yake isimpe mashaka. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.